uzima wa milele. Kwa hiyo usichanganye uzima wa milele na ile mara mia. Mara mia inamaanisha maisha yaliyotimia. Mara mia inamaanisha mafanikio. Mara mia inamaanisha utoshelevu katika maisha. Kwa hiyo ujio wa Yesu Kristo duniani, Yesu alipokuja, Biblia inasema kitabu cha Luka ile sura ya 4, Roho wa Bwana yu juu yangu, maana Bwana amenitia mafuta niwahubiri masikini habari njema, na kuwatangazia wafungwa habari ya kufunguliwa kwao. Sasa sikiliza, anaposema masikini habari njema, sasa nikuulize swali msikilizaji wangu, ya kwamba habari njema kwa masikini ni ipi? Habari njema kwa maskini ni kwamba unamhakikishia chakula chake. Habari njema kwa maskini unamwambia kwamba wewe hautakuwa maskini tena. Habari njema kwa maskini ni kule kupata chakula, awe na uhakika wa mavazi, awe na uhakika wa chakula chake. Ndio maana Mtume Yakobo anasema, ikiwa ndugu yako anapungukiwa na riziki ya dunia, halafu wewe unamwambia nenda ukaote moto ushibe, wewe ni mtu mbaya kuliko mtu asiyeamini. Kwa hiyo Biblia inaelekeza kwamba ni lazima watu watatuliwe maisha yao, wawe na uhakika wa chakula. Ndio anasema Yesu mwenyewe amekuja kuleta habari njema kwa maskini. Rika sakapaive ruda bashenta pragadishka Ramashoriamando pramiva ruda bakatai meesa. Ninamwita Bwana afungue akili yako. Ninamwita Bwana afungue ufahamu wako. Ifike mahali uelewe ya kwamba hakuna mganga mwenye majibu ya baraka ila yuko Mungu. Hakuna hirizi inayokusaidia, kwa sababu hirizi itakusaidia kwa muda, lakini kesho na kesho kutwa utakaposimama kwenye kiti cha enzi cha Mungu utaenda motoni, kwa sababu ulitegemea mafanikio kutoka kwa Ibilisi. Sikiliza, Biblia inasema Yesu ameleta habari njema kwa maskini. Na habari njema ni chakula kwa watu wasio na chakula. Habari njema ni mavazi kwa wasio na mavazi. Habari njema ni afya kwa wasio na afya. Yesu anasema amekuja kuwatangazia maskini habari njema. Sikiliza, acha kusema maskini wa roho, hiyo ni habari nyingine. Sikiliza, Biblia inasema unaposikiliza habari njema tunakwenda moja kwa moja kwenye kitabu cha Samueli. Mahali ambapo kuna wakoma ambao walitembea, vishindo vya wakoma, unasikia walitembea kwenda kwenye kambi ya Washami. Alafu walipokuta mahali pale Washami wamekimbia, Biblia inasema wakasema kuna habari njema, na hizi habari njema tuzipeleke mjini ili watu waje wapate chakula, ili watu waje wapate mavazi, ili watu waje wapate fedha. Kwa hiyo wale wakoma walipeleka habari njema ya kwamba kuna chakula, na Yesu ameleta habari njema. Riskoba vabilonto pravish komande rikanto pradisha mantonto pragadoska paya rimato kragashka pante pranoja maide kanto. Yeyote unayenisikiliza, kwa kunisikiliza tu huku, moyo wako unafunguliwa, hatima yako inafunguliwa, baraka zako zinafunguliwa, kwa sababu Biblia inasema watu wangu wanaangamia sio kwa kukosa wachungaji, watu wangu wanaangamia sio kwa kukosa waombezi, ila watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mimi kusimama hapa kwenye Radio Living Water, ninakuhakikishia kwamba ninakupatia maarifa ambayo yanakwenda kukuvusha kwenye kipindi hiki cha kuvuka mipaka na kwenda viwango vingine. Maana katika madhabahu ya Jerusalem Temple tunasema huu mwaka ni mwaka wa next level, ni mwaka wa viwango vingine, na Bwana ametuleta hewani ili tuweze kuleta baraka, sio kwa ajili ya Jerusalem Temple peke yake, ila hata kwa watu walio mbali na Jerusalem Temple. Watakapoisikia sauti hii, watakapoyasikiliza maarifa haya, watakaolipokea neno la kwangu linaloliongea, akili yako, ufahamu wako na maisha yako yatabadilika. Hauhitaji maombi ili uvuke, hauhitaji maombi ili utajirike, ila unahitaji maarifa ili uende juu. Ukisoma kitabu cha Isaya sura 28 mstari ule wa 10, inasema ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, na kanuni juu ya kanuni. Kwa hiyo mafanikio yanaletwa na kanuni, yanaletwa na maarifa. Na mimi nimekuja hapa sio kwa kubahatisha, ila nimeleta habari njema, na ya kwamba Mtanzania, kama ulizuiwa kufanikiwa na mizimu ya kwenu,
baada ya kunisikiliza unakwenda kupiga hatua. Kama ulizuiwa kupiga hatua na roho za kiganga au uchawi, baada ya kunisikiliza unakwenda kupiga hatua kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina, sema amina. Rikamando kragades kamando. Haleluya. Ninapata raha kumimina matirio kama haya kwa Watanzania. Tarehe kama hizi nilizisubiria. Bwana kaniambia subiri kwanza, bado ninakupa vitu ambavyo tutawapelekea Watanzania ambavyo vitakwenda kubadilisha maisha yao. Unasema huyu ni Assemblies wa aina gani anafundisha vitu kama hivi? Lakini mimi nataka nikwambie, huyu ni miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunakwenda kuamshwa kiroho, tunaenda kuamshwa mfukoni, tunakwenda kuamshwa katika maisha ya kimwili, na baraka zinakwenda kukamata katika dunia yote, na Tanzania inakwenda kuona utukufu wa Bwana. Haya, sema amina. Haleluya. Sasa msikilizaji, tulisoma kile kitabu cha Zekaria sura ile ya 4 na ule mstari wa 6. Biblia inasema ya kwamba sio kwa uweza wala sio kwa nguvu, ila ni kwa Roho. Sasa chanzo cha utajiri ni Roho. Anaposema kwamba mtamkumbuka Bwana Mungu, maana ndiye anayewapa nguvu za kupata utajiri. Neno lile nguvu maana yake ni Roho. Neno nguvu anamaanisha anawapa roho au anawapa uweza, kwa sababu utajiri ni roho na laana ni roho. Ukilaniwa, hata kama ukiwa Marekani, ukiwa umelaniwa tu Marekani, utakwenda kukaa Marekani lakini mahali pa maskini. Ukibarikiwa, hata kama uwe Tanzania, ukiwa maeneo ya maskini Tanzania, roho ya baraka ikiwa juu yako, hiyo roho itakuondoa kwenye maeneo ya maskini, itakupeleka kwenye maeneo ya matajiri, kwa sababu baraka ni roho na laana ni roho. Na ndio maana sasa ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema ya kwamba nitaziamuru baraka nazo zitakuja na kukupata. Maana yake itakutafuta hata kama ukiwa uchochoroni. Baraka ina tabia ya kumtafuta mtu na laana ina tabia ya kumtafuta mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza, kumbuka jambo hili. Kama unaandika, Mungu ndiye anayetupa nguvu za kupata utajiri. Kitabu cha Mithali sura ile ya 8. Dogo, unaweza ukanisaidia hapa kama Biblia yako iko vizuri, ukakaa hapa alafu ukanisaidia kuwa ninapata kwa urahisi. Kitabu cha Mithali sura ile sura ya 8 na mstari ule wa 17. Mithali sura ya 8 na mstari wa 17. Biblia inasema, Biblia yangu inasema hivi, Mithali sura ya 8 mstari wa 17, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. 18, utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Anasema utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Maana yake nini? Maana yake anasema ninawapenda wale wanipendao, na wale watakao nitafuta kwa bidii wataniona. Mstari wa 18 anasema utajiri na heshima ziko kwangu. Sasa nataka nikuulize maswali, ndugu msikilizaji. Una muda gani kanisani? Unajua ilifika mahali watu wakawa wanasema ukiokoka umechagua umaskini. Wanasema ulokole ni umaskini. Umeshawahi kusikia nafikiri msikilizaji wangu maneno kama haya ambayo yamekuwa yakisemwa na watu. Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha habari ya kufanikiwa katika Mungu. Akaniambia kwa nini walokole ambao wanaingia na kukaa makanisani wengi wanakuwa maskini? Ni kwa sababu walipoingia makanisani hawakumwabudu kama ndiye Mungu. Walienda na akili inayosema ukiwa kanisani, mguu mmoja weka kanisani na mwingine uweke nje. Usipeleke miguu yote kanisani, kwa sababu unaona unakwenda kule kanisani ni kutajirisha wachungaji, unakwenda kuwanenepesha wachungaji. Kwa hiyo ukienda kanisani nenda na akili. Wanatumia msemo unaosema akili ya kufundishwa changanya na ya kwako.
Sasa sikiliza msikilizaji wangu, nikueleze habari leo ambayo itakwenda kuyabadilisha kabisa maisha yako. Ni kwamba wewe umeokoka au unaishi ni Mkristo au ni Muislamu au ni mtu wa dini yoyote, lakini nizungumzie kwa wale watu ambao ni Wakristo. Niongee na Wakristo sasa, ya kwamba umekwenda kanisani miaka mingapi na maisha yako yakoje? Je, umekaa kanisani miaka mitatu, miaka minne, miaka mitano, miaka 10, bado wewe maisha yako ni magumu? Ulishawahi kutafakari kwa nini? Wakati huo Biblia inasema utajiri na heshima viko kwangu, naam, utajiri, udumuo na haki pia. Sasa wewe, nataka nikuulize, wewe uko kwa nani? Kwa sababu kwa Mungu anasema kuna utajiri, anasema kuna heshima. Ndiyo, ninaongea na wewe msikilizaji ambaye umekaa kwenye umaskini, unafanya biashara ziendi, unaanza na mtaji wa 500,000 unashuka mpaka unapotea. Unaanzisha tena biashara, mtaji wa shilingi 100,000 inashuka mpaka inapotea. Kanisani unakwenda, halafu unasema unatoa zaka, halafu unasema unatoa michango, halafu unakuwa maskini. Sikiliza, nisikilize vizuri. Mungu amenituma nizungumze na Watanzania, niwafungue macho. Nilikwambia jana ya kwamba mafundisho haya mimi nimefundishwa na Mungu kwenye mlima wa Bwana, ya kwamba niwaambie Watanzania, niwaambie Wakristo, niwaambie wanadamu wasiende kwa mizimu, wasiende kwa waganga, wasiende kwa wapiga ramli, ila wakimbilie kwenye madhabahu zenye nguvu. Hapo watafanikiwa, kwa sababu anasema utajiri na heshima viko kwa Bwana. Utajiri na heshima viko kwa Bwana. Sasa sikiliza msikilizaji wangu, utanipigia kwa namba yangu baada ya mimi kutoka kwenye kipindi, ili nikuelekeze na nizidi kukushauri na kukufundisha ili uweze kuvuka mipaka ya umaskini uende kwenye mafanikio. Nimepewa nguvu na huduma inaitwa The Last Days Glory Ministry, ambao ndio wamenileta hapa. Huduma hii iko Jerusalem Temple Miracle Center. Wao wanafanya kazi ya kuwasapoti wachungaji wanaoanza huduma, lakini pia wanasapoti watu wanaofikwa na misiba na matatizo mbalimbali, lakini pia wanasaidia watoto ambao wanakwama katika masomo, wanawasapoti kwa maana ya kuwawezesha kutimiza ndoto zao. Hii taasisi ya The Last Days Glory Ministry iko hapo kanisani kwangu Jerusalem Temple Miracle Center. Ni watu wanaompenda Mungu ambao wamejitolea kumtumikia Mungu pamoja na maono ya kuhani na mtumishi wa Mungu ambaye anafanya kazi, ambaye ndio mbeba maono na mwanzilishi wa huduma hiyo ya The Last Days Glory Ministry. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukanipigia kwa nambari ya simu ya mkononi 0656 19 23 77 0656 19 23 77. Hiyo ni namba ambayo utanipata moja kwa moja baada ya mimi kutoka katika kipindi. Tafadhali usiipige sahihi, ipige baada ya mimi kutoka kwenye kipindi. Sasa msikilizaji wangu, ninazungumza kuhusiana na siri ya utajiri. Nikasema, anasema utajiri na heshima viko kwa Mungu. Kwa hiyo haiwezekani uingie kwa Mungu, ukae vizuri na Mungu, uwe maskini. Haiwezekani. Hata kama utakuwa maskini ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, lakini tunategemea ya kwamba baada tu ya wewe kuwa umekaa vizuri katika imani ya Kristo, ukawa umeokoka, ukamfuata Kristo, mimi nakuhakikisha lazima uwe tajiri. Sasa nitakuonyesha kwa nini kuna Wakristo wako makanisani na ni maskini. Nitakwambia kwa nini. Nitakupa hizo sababu. Lakini endelea kunifuatilia, kwa sababu hata kesho nitakuwa hapa kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 2:30. Kesho nitakuwepo hapa siku ya Jumapili. Unifuatilie kwa karibu. Naomba usiwe mbali na redio yako, hasa unaposikia kipindi cha mchungaji Andrew kiko hewani. Kaa karibu na redio yako, maana ni wakati wa maajabu, ni wakati wa muujiza. Sasa nisikilize vizuri. Tunasema kwamba utajiri na heshima viko kwa Bwana.
Sasa kwa nini watu wamo kanisani lakini ni maskini? Na wakati nasema utajiri na heshima viko kwa Bwana, wao walio maskini ndani ya makanisa wao wako wapi? Kwa nini wawe hivyo? Nisaidie msomaji wangu. Siri ya utajiri katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 17. Tutamalizia hapo leo, kesho tutamalizia maandiko yanayofuata. Alafu kesho kutwa nitakaporudi hapa, kesho nitakaporudi hapa tutazungumza sasa kwa nini watu wanakuwa maskini na wakati wanaingia makanisani, wengine wanatoa zaka, wanatoa sadaka. Tutaziangalia hizo sababu zote. Soma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 17. Acha nisome mwenyewe. Inasema hivi: hivyo dhambi ya wale vijana. Samahani kidogo, hili